Yaani imefika sehemu sasa sisi tumalize ugomvi na hiyo roho ambayo nataka sisi Yanga tushinde makombe. Unajua kama leo kombe kama timu yetu tulikuwa basi Azam chukueni, lakini Mungu akasema haya makombe ni ya Yanga. Kama mnataka watashinda watashinda. Wewe haiwezekani sisi tokea, unajua mimi tokea Azam wanapopoteza muda mimi niliwaambia watu ili kombe si Yanga tunaenda kulikosa. Lakini leo ndo nimeamini kwamba makombe yanaitaka Yanga kuliko Yanga sisi tunavyotaka makombe. Yaani leo mpaka extra time mpaka kwenye penalty. Yaani wamepata kadi tujawafunga, tumepata penalty tujawafunga, tumeenda mapenalty wamepata za kwao mpaka Msheri anakuja kuchukua. Oya umemwona Msheri? Yule ni Jigi Abdultwalib Msheri. Amerithi kutoka kwa Jigi Diarra. Wakati mnaona mali wako pungufu na mechi kaenda mpaka extra na bado Jigi akaja akasave. Ndio leo Abdultwalib amekuja amesave, watu wale tumechukua kombe letu. Sasa hizi ni salamu kwa majirani. Kwa huu ushiriki wa Yanga kwenye makombe, waiombee dua sana Yanga iende nusu finali. Kwa sababu kama hatutaenda nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika, tutakuwepo kwenye kombe la Muungano. Sasa watapata kombe gani? Kwa sababu ukimwona tu Yanga kwenye mashindano ya ardhi ya Tanzania, iwe bara iwe visiwani, ujue tayari Yanga ana kombe. Kwa hiyo only option ya wao kuangalau kupata kombe ni watuombe tufike nusu finali, tukose muda wa kuja kushiriki Muungano. Kama tutaishia sijui makundi robo finali, sisi tutakuwepo hapa kwenye Muungano. Umemwona Alan Okela, yani kapata ubingwa kabla hata ya kuja kututumikia uwanjani. Umemwona Zimbwe? Zimbwe anayakusanya tu. Mkija kushtuka yako 8. Kwanza kufuata medali. Yako 8, yako alikuwa amezimiss. Edmund John sasa mmemwona? Yaani tokea Edmund John amekuja hakuna miezi 5. Lakini tayari ana makombe haya 3 kule Uganda, Rwanda, hapa na ngao ya jamii. Kapombe amekaa miaka 4, nadhani huu ni watano Huu ni watano. Hana hata kombe. Ngao ya jamii ile ya Tanga huwezi kusema ni kombe. Waliitaifisha. Maana walikuwa wanadakia kama leo Manula alivyodaka penalty ametoka muda mrefu. Yule Ali Salum alikuwa anatoka kwenye mstari. Kwa hiyo pengine Edmund John kwenye miezi 5 amechukua makombe mengi kuliko Kapombe ambaye amekaa miaka 4 mpaka sasa hizi hajapata kombe. Na huyu Alan Okela ni salamu mpya kwa mabeki wa ligi kuu ya Tanzania ya NBC. Amekuja kustaafisha watu mpira. Kuna beki wa jirani amegoma kabisa kustaafu. Yaani anajiona iji yake ni ya Morris Abraham. Alan Okela, one of the mission aliyopewa na engineer ni kuja kumstaafisha yule baba. Just assume upande mmoja kutakuwa na ya Okwasi, juu yake kuna Okela, upande mwingine atakuwa yuko Zimbwe, juu yake kuna Pacome Zouzoua. Siongelee striker la Malawi hapo. Kumbe amekuja na mission maalum. Mission. Unaona yule anakaa Yanga miaka 5. Yule tunakuja kumuuza tunapata hela za kutosha kuliko hata za Fiston Kalala Mayele. Si tuko hapo utakuja kuniambia ndugu yangu. Musa Balakonte aombe msamaha kwa aina gani? Amezaliwa upya. Yaani kama kuna mtu alishasema Musa Balakonte aende Manyoni, kesho atakate basi aende Manyoni. Mtafutieni Kimbinyiko sio basi gani aende Manyoni. Musa Balakonte amezaliwa upya. Walikuwa wanashawishi abaki sasa ndo anakuja kwa kasi. Sio usajili huja click. Sio kimefanyika hichi. Tunawapa pole sana. Huyo ndo Musa Balakonte alikuwa na wazum tu. Umemwona Maxim pia Nzengeli. Na waona wachambuzi na waandishi wa habari wanapanga vikosi vyao. Sijui hapa amemweka Okela, hapa amemweka nani, hapa amemweka nani. Huyu Maxim Nzengeli yeye yupogo tu, mnaweza mkasahau afu mkashangaa ndo wanazima kila. Hii Yanga itabiriki. Ujue taanza Duke Abuya, ujue taanza Damaro. Ujue taanza Jigi, ujue taanza Abdultwalib Msheri. Kama leo mlikuwa mnategemea sijui muone nani na nani? Mmemwona Jobu. Mmemwona Mamnyeto, mmemwona Frank Yasinki. I say hii Yanga haitabiriki. Ili kombe tumelichukua tukiwa hatutaki. Imeprove kwamba tunahitaji makombe na makombe yanatutaka. Azam mmemchukua, mmekuja kuonyesha kwamba waliwakosea sana kumchezea mai wetu. Na huyu Azam washukuru sana. Mwamuzi kawabeba sana kwenye kupoteza muda kwenye nini. Na wacheka kidogo kwa sababu hawakujua mafanikio ya Dr. Mwinyi. Wao wamepoteza dakika zile 5 za 85 mpaka 90. Obviously walikuwa wanamuuguza mchezaji mwenzio. Lakini hapo Mwinyi kawaambia bwana, infrastructure ziko vizuri, hapa tunaenda extra time. Tumeenda extra, tumeenda penalty, mtoto kaulilia, kaukalia, tunaondoka na kombe. Wewe just assume mimi mzee wa Maokoto, Tina, Godi Yanga, tupite ule mkondo wa Nungwi, tuna stress za kukosa kombe. Wewe unaweza Hao Azam wanajiweza, wana ndege. Parenge kwangu. Dakika 30 wamefika da. Wewe si tupite Nungu, tuna stress za kufungwa huko Pemba. Sio kweli. Thanks Lord, tumechukua kombe jingine la kwenda kuendelea kuwatambia makolo. Nimesikia kuna supu imetangazwa. Wanaenda kupiga nalo picha. Mapema saa 8 mchana mimi niko Dar es Salaam. Supu mimi najua siwezi kukosa. Yani wewe mwandamizi unakosa vipi supu? Tutaikuta imepoa. Kombe mlilinde ile. Ndo tunaenda hotelini kulilinda kaka. Ikiwa pale Jangwani wakati wanapiga nalo picha.
Jangwani kuna makombe mengi, kuna ligi kuu ya NBC pale imekaa zaidi ya makombe 4. Kuna kombe la shirikisho limekaa pale. Makombe yako rundu Jangwani. Na hili Maokoto pale kuna space ya kuweka ile kombe. Umeona? Kumbe Jangwani space imeisha kuweka makombe. Ili tunaanza sasa kulipeleka GSM. Kiukweli katika kikosi cha Yanga mchezaji leo ni kosha ni Abdultwalib Msheri. Kasave penalty. Kama tungefungwa na Azam sidhani hilo swali ungeniuliza. Ukiacha Musa Balakonte kuwa man of the match, ukiacha Max Nzengeli kuwa MVP wa mashindano, binafsi nimevutiwa sana leo kwenye fainali na kiwango cha Abdultwalib Msheri. Kuna mipira ya kona hapa tulikuwa tunahesabia. Kuna mpira na karibu kuisha tu akasema shughuli imeishia hapa. Katoka kijana kaja kaudaka. Kwa hiyo kwangu mimi man of the match mwingine ambaye amenivutia kwa kiwango chake ni Abdultwalib Msheri. Hivyo hii Yanga tukigawanya mara mbili, moja iende Misri, moja ibaki Tanzania, anaweza akashinda mechi zote. Sio ukigawanya mara mbili. Hii Yanga ni kama cubic. Unagawa vikosi vitatu. Kuna kikosi cha Komeni, kuna kikosi cha Djigui Diarra na kuna kikosi cha Abdultwalib Msheri. Hivi ni vikosi ambavyo vinaweza vikashinda dhidi ya timu yoyote ya Tanzania. Kikosi cha leo kinashinda dhidi ya Simba. Kikosi cha mechi iliyopita kinashinda dhidi ya Azam. Kikosi cha tulichocheza nacho dhidi ya TRA kilishinda dhidi ya Singida Black Stars. Sasa wewe uogopi? Tuna vikosi vingi. Sisi hata watoto wetu under 20. Naanguka yule unamchukuliaje? Chipago yule unamchukuliaje? Tumewatoa kwenye hizo timu nyingine lakini wanaenda kuanza. Wewe unaweza kumchukulia Komeni kawaida. Simba saizi wanatafuta goalkeeper. Wanawish kuwa hata na goalkeeper mithili ya Komeni. Hawana. Simba saizi hawana fullback ambaye anamzidi ubora Kibwana Shomari. Sisi kwetu Kibwana Shomari tumekuja kumuona huko. Simba hawana beki anayemzidi Frank Yasinki. Huyo ni beki ambaye hata nikikwambia utaje mabeki ambao wanaanza kwenye mechi ya ligi kuu NBC uwakumbuki. Lakini wako ndani ya kikosi cha Yanga. Sisi tuna utajiri wa wachezaji na kuna wachezaji unaweza Salum Abubakar Shwaboy umemwona lini? Ana quality ya kucheza timu zote. Ukiitoa Yanga timu zote kwa sasa hizi. Dennis Nkane ameenda TRA siku ya kwanza tu ameanza kwenye kikosi cha kwanza. Wachezaji wako mifano mingi wanaenda kwa mkopo sehemu na wanaanza na wanakuwa master. Kwa hiyo Yanga tumebarikiwa utajiri wa wachezaji. Hivyo bado kwenye dirisha unasikia bado kuna mtu kachukuliwa. Sijui huko nani. Na kuna surprise. Sisi tunamchukua Alan Okela, wao wanananga, hatukumtaka. Wao wamemsajili Baraka Mwangosi. Ligi ikiisha waamuzi. Ligi ikiisha GSM. Ligi ikiisha bodi ya ligi. Tunawazoom tu tunawaangalia. Tutarajia Msheri simu zitaita kama zavyoita kwa Diarra sasa. He is not for sale. He is not for sale. Yule amesajiliwa kutoka Mtibwa kuja Yanga kushinda makombe. Either yuko golini, either yuko kwenye benchi. He is not for sale. Narudia tena. Abdultwalib Msheri. He is not for sale. Ameshiriki Mapinduzi Cup, mechi zote ameondoka na clean sheet. Narudia tena. He is not for sale. He is here to win cup. Mkuu watakuchosha. Tumeshinda kombe. Vyote bora mnavitaka nyinyi. Kila kaka kuna mkondo wa nungwi kaka. Acha tukafurahie sisi kombe pale tunajua shughuli yake. Kaka tumeshinda kombe. Tukutane kwenye supu. Kama unataka maongezi zaidi tukutane kwenye supu. Tunaomba tusogezee mabango ya mbele pamoja na fair play of the match. Lama Musa Balakonte.